Kwa wale ambao tuko pamoja, mimi kwa kweli katika huduma, kusoma katika kile kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari wa 11, Waefeso sura ya 4 mstari wa 11, maandiko yanasema wazi kabisa kwamba alitoa wengine kuwa mitume, alitoa wengine kuwa wainjilisti, alitoa wengine kuwa manabii, alitoa wengine kuwa wachungaji na walimu. Kwa neema ya Mungu, katika wale ambao waliteuliwa na Bwana, mimi nipo katika kile kipengele cha walimu. Amina, watu wa Mungu. Mimi nipo katika kipengele cha walimu. Katika huduma wako watu ambao Mungu amewaita kutembea katika huduma za kinabii na wanafanya kazi vizuri. Amina, watu wa Mungu. Wapo ambao wameitwa kutembea katika huduma za kimitume na wanafanya kazi vizuri. Wapo ambao wanatembea katika huduma za kichungaji, wanafanya kazi zao vizuri. Wainjilisti wanafanya kazi zao vizuri. Lakini kwetu sisi Mungu ametupa kutembea katika huduma ya walimu. Na katikati ya kundi pia wako wengine ambao wana huduma za kiinjilisti na za uonaji, kutokana na kale tutakavyokuwa tunahudumu tutawaona. Hasa kwa siku hizi chache baada ya kumwomba Mungu, kitu ambacho Roho Mtakatifu amekiweka ndani ya moyo wangu kufundisha katika kanisa hili kina kichwa kinachosema ufanyeje unapokataliwa. Ufanyeje unapokataliwa ndicho kitu ambacho tutakiangalia kwa siku hizi chache ambazo tunazo. Ufanyeje unapokataliwa. Ufanyeje unapokataliwa. Ufanyeje unapokataliwa. Katika maisha yetu haya ya kila siku ambayo tunaishi kama binadamu, kuna kipindi ambacho huwa kinafika ndani ya maisha yako, unaona kabisa kwamba kuna watu wanakukataa. Tunaenda sawa sawa? Yaani kuna watu kabisa unaona kabisa kwa kweli wanakukataa. Inawezekana ukakuta ni wazazi wako, kuna mahali fulani labda umefanya makosa sana, unaona kwa kweli hapa kwa kweli wanakukataa. Tuliopo kanisani kama sisi, kuna kipindi unaweza ukatazama kikundi cha uimbaji ukasema kwa kweli natamani niingie kikundi fulani cha uimbaji na mimi nishiriki. Lakini kila unapojaribu kutaka kuongea nao, unaona kabisa kwa kweli kwa msaada wanasema wanafanyeje, wanakukataa. Tunaenda sawa sawa? Kuna kipindi kingine unaweza ukawa hata upo kazini, unaona watu wengine wanafanya mambo yao vizuri tu, wanashirikishana majukumu yao kila siku, lakini wanapofika wakati wewe unataka kushiriki katika majukumu yao, unaona kabisa kiukweli wanakukataa. Kwa wale watumishi wa Mungu na wale ambao wameokoka wanaweza wakaelewa hichi kitu, ambao hapo makazini kuna changamoto saa zingine huwa inatokea, hasa unapokuwa eneo la kazi, hasa ukiwa umeokoka, na ni kitu ambacho kinatokea sana. Kunaweza kukawa na jambo ambalo linahusu wafanyakazi wote. Amina, watu wa Mungu. Lakini wakasema kwa kweli kwa huyu tunaomba tusimshirikishe. Tunaenda sawa sawa? Tunaomba tusimshirikishe. Sasa saa zingine hali ya namna hiyo kwa kweli inakuwa inakuletea maumivu. Amina, watu wa Mungu. Lakini si katika hivyo, hata katika maisha tu ya mtaani kabisa. Ndugu zangu, hakuna kitu kinauma kama kuna jambo linafanyika mahali alafu wewe ndo jirani usiwe na taarifa. Halo watu wa Mungu, tuko pamoja Tuko pamoja watu wa Mungu Yaani kuna jambo ambalo linafanyika mtaani, mtaa mzima unafahamu, alafu wewe peke yako unakuwa ufahamu. Katika mazingira hayo huwa yanaleta manunguniko na masongoneko mara katika mioyo yetu. Sasa kwa siku hizi chache nataka tuangalia msisitizo wa kibiblia, sio msisitizo wa kisaikolojia. Kuna msisitizo wa kisaikolojia ambao unaweza ukatumia elimu ya saikolojia ukajifunza inapotokea swala watu wamekataliwa, nini kinaweza katokea. Lakini nataka tuangalie kwa msisitizo wa kibiblia ambao ni neno la Mungu. Inapotokea mtu umekataliwa, huwa inamaanisha nini? Tunaenda sawa sawa? Huwa inamaanisha nini? Lakini pia ni kitu gani ambacho tunatamani uweze kufahamu, nini unaweza ukafanya nini inapotokea hali ya kukataliwa. Amina, watu wa Mungu. Kwa tunayo malengo mawili, kama unaandika malengo mawili mpaka tunamaliza hii semina, tunatamani haya malengo mawili uwe umeyafikia na unayatazama na yanatimia vizuri. Lengo la kwanza ni kuonyesha vyanzo vya kukataliwa kwa msingi wa kibiblia.
kukuonyesha vyanzo vya kukataliwa kwa msingi wa kibibilia. Tutaangalia katika Biblia na mistari kadha wa kadha vyanzo vya kukataliwa kwa msingi wa kibibilia. Lakini lengo lingine la pili ambalo mpaka siku ya mwisho tunatamani kwa kweli tuwe tumejifunza wote kwa pamoja ni kushughulika na chanzo cha kukataliwa kwako. Tunaenda sawa sawa? Kushughulika na chanzo cha kukataliwa kwako. Tutaangalia vyanzo mbalimbali vinavyoweza kusababisha kukataliwa, lakini kwenda kushughulika na hivyo vyanzo vinavyoleta swala la kukataliwa katika maisha yako. Kwa ndio malengo makubwa mawili. Mpaka siku ya mwisho tutakuwa tunaamini kwa yale ambayo Mungu atakuwa ametupa, tutakuwa tumeangalia kwa msingi sana kwamba nini ni chanzo cha kukataliwa, lakini pia tunawezaje tukashughulikia kile ambacho kimekukatalia. Sasa nataka tuangalie hili jambo kwa kutumia pointi za msingi zifuatazo. Pointi ya kwanza, kama unaandika sasa, tuangalie kwa dakika hizi chache ambazo tumepewa siku ya leo. Pointi ya kwanza, kama unaandika, andika: nini maana ya kukataliwa? Nini maana ya kukataliwa? Mtu akisema nimekataliwa, au huku mtaani wengine wanasema nina roho ya kukataliwa, tutaliangalia vizuri sana hicho kitu. Maana najua watu wengi sana wanatamani kukimbia pale kwenye roho ya kukataliwa. Kabla tujafika hapo, nataka tuangalie vizuri sana. Tutaangalia vizuri sana hicho kitu ili tuweze kufahamu vizuri nini maana ya kukataliwa. Kwa haraka haraka tunaweza tukasema kwamba kukataliwa ni hali ya kutokupata kibali au mpenyo wa kitu ufanyacho au maisha yako binafsi kwa ujumla. Ni hali ya kutopata kibali au mpenyo, kutokupata kibali au mpenyo wa kitu ufanyacho au maisha yako binafsi kwa ujumla. Kinaweza kikawa ni kitu unachokifanya kikakosa kibali, au maisha yako tu wewe kama wewe tu yakakosa kibali. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu ambao sio kwamba wamekataliwa, ila kile kitu wanachokifanya ndo kimekataliwa. Tunaenda sawa sawa? Lakini kuna watu ambao ni wao binafsi, yani akisimama tu huyu tunamkataa. Kule wale walimu wenzangu, mnafahamu ni shule chache sana huwa zinampenda mwalimu wa nani, masomo gani? Wa nini? Hesabu. Tumesikia jamani, walimu mmesikia? Yaani kuna walimu sio kwamba tunawachukia, tunaenda sawa sawa, ila kwa sababu umepangwa kufundisha somo la hesabu tunaanza kukuchukia kuanzia siku hiyo. Tunaenda sawa sawa. Huyu mwalimu sio kwamba yeye anahapendi, anaweza akawa anapendwa, ila kile kitu akifanyacho ndio kinachosababisha anakataliwa. Tunaenda sawa sawa. Lakini kuna wale ambao kwa kweli ni wao tu, kwa kweli wakisimama tu, yani wana ile maisha tu, kwa kweli kama ni huyu mtu, kwa kweli sisi hatumkubali. Hata kama hajafanya chochote hatumkubali. Huyu mtu kama yupo kwenye kwaya, basi na hiyo kwaya nzima hatuikubali. Huyu mtu kama yupo kwenye kundi, basi hilo kundi zima hatukulikubali. Hata kama hajafanya chochote. Tunaenda sawa sawa. Hata kama hajafungua mdomo, hajafanya chochote, huyu anakataliwa. Na tutaangalia chanzo chake ni nini. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Sasa katika hiyo pointi nataka sasa tuanze kuangalia mistari, kwa sababu nilikuwa nakupa tu maelekezo, mifano ya kibibilia ya kukataliwa, ambayo tutakupa mistari ambayo inakuonyesha vitu ambavyo mtu anaweza kukataliwa. Mifano ya kibibilia. Mfano wa kwanza unaonyesha kabisa, nitakuonyesha kwamba watu wanaweza kukukataa. Andika hivyo. Watu wanaweza kukukataa. Ndio mfano wa kwanza nataka nikuonyeshe. Watu wanaweza kukukataa. Kwa hiyo mtu anaweza akaibuka tu from nowhere, kutokea popote pale, akaamua tu kukuchukia, akaamua kuchukia kazi yako, akaamua kukataa jina lako, akaamua kukataa chochote unachokifanya. Sasa ukisoma kwa mfano, tusome kitabu kile cha Luka sura ya 10. Luka sura ya 10.
Luka sura ya 10 mstari wa 10. Tutasoma mistari michache. Luka sura ya 10 mstari wa 10. Maandiko yanasema hivi. Luka sura ya 10 mstari wa 10. Maandiko yanasema hivi, na mji wowote mtakaoingia nao hawawakaribishi, tokeni humo, nanyi mkipita katika njia zake semeni, hata mavumbi ya mji yaliomo gandamana katika miguu yetu, tunakunguta juu yenu, lakini jueni hili ya kuwa ufalme wa Mungu umekaribia. Ninachotaka nikuonyeshe katika ule mstari wa 10, hawa ni watu walitumwa na Yesu. Tunaenda sawa sawa? Wametumwa na Yesu kabisa. Tunaenda sawa sawa? Hawa hawakutumwa na mtu mwingine. Wametumwa na Yesu Kristo ambaye unamwamini. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Unajua Yesu akitokea katika ule utukufu wake, tunaamini huko hapo. Tunaenda sawa sawa Lakini ule utukufu wake ukitokea hapa, akaonekana katika ule mwili wake, hatuwezi kusimama mahali hapa. Tunaenda sawa sawa? Sasa fikiri Yesu wa namna hiyo hiyo ndo amewatuma watu. Lakini pamoja na kwamba hawa watu wametumwa na Yesu, bado walikataliwa. Tunaenda sawa sawa? Kitu gani cha kujifunza hapo? Tatizo sio mtu aliyewatuma au ulivyotumwa, bado kukataliwa kunaweza kukakupata. Tunaenda sawa sawa hadi hapo? Tusome kitabu cha Marko sura ya 8. Marko sura ya 8. Tuangalie vitu vichache tu vitakavyo tunaweka msingi katika siku hii ya kwanza, siku ya leo. Marko sura ya 8 mstari wa 31. Marko sura ya 8 mstari wa 31. Inasema hivi, Marko sura ya 8 mstari wa 31 inasema hivi, akaanza kuwafundisha kwamba imempasa mwana wa Adamu kupatikana na mateso mengi na kukataliwa na wazee na wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa na baada ya siku ya 3 kufufuka. Tuko katika kipindi cha Kwaresma, kwa kuna vitu tutaviangalia hapa. Lakini nataka uangalie katika huu mstari. Hapa ni Yesu kabisa anawaambia jamani, yupo katika mojawapo ya mafundisho. Anawaambia jamani, pamoja na kwamba anafundisha, lakini kuna muda nitakataliwa na wazee. Tunaenda sawa sawa? Nitakataliwa na wazee, nitakataliwa pia na makuhani, viongozi wa kanisa. Nitakataliwa pia na waandishi mbalimbali wa habari. Na huyu ni Yesu Kristo ambaye unamwamini. Kitu gani cha kujifunza? Kama walimkataa Yesu, fahamu kabisa kwamba kuna kipindi katika maisha yako na wewe pia utakataliwa. Amina, mtu wa Mungu. Lazima ujue hicho kitu. Na ndio maana natamani kabla hatujaanza kwenda, najua kuna kipengele cha nguvu za giza kipo, lakini nataka hicho kitu kiingie ndani ya moyo wako kwanza. Huyu ni Yesu Kristo aliyekataliwa. Huyu ni Yesu Kristo aliyekaa mkono wa kuume, si ndio, wa Mungu Baba. Anakataliwa. Maisha yako na wewe Yesu umembeba moyoni. Tunaenda sawa sawa? Lazima ukubali kuna kipindi na wewe utakataliwa. Lakini mfano mwingine wa kukataliwa katika hiyo pointi ya kwanza, mfano mwingine wa kukataliwa, mazingira yanaweza kukukataa. Mazingira yanaweza kukukataa. Mazingira kabisa, hali ya mazingira. Mazingira ni mkusanyiko wa hali ya hewa, ardhi na nini na vitu vyote vinavyozunguka. Tunaenda sawa sawa? Tuko pamoja hadi watu wa Mungu hapo ni vitu vyote vinavyokuzunguka vinaweza vikatengeneza mazingira. Mazingira nayo yanaweza kukukataa. Sasa hapa na mistari michache tunataka tuisome. Some hivi vitu vichache vitakavyokusaidia. Kwa mfano, hujawahi kwenda kuona mahali, kabla sijakupa mistari, hujawahi kuona mahali kwamba kuna mtu ambaye yeye akienda eneo fulani ndio anaumwa. Kwenda sawa sawa? Ndio kidaktari kuna yale ya kusema bwana, unajua labda hali ya hewa, labda mazingira ya hapa hayapatani na afya yake. Tunaenda sawa sawa? Ni lugha za kidaktari. Tunaenda sawa sawa? Lakini na sisi kanisani pia tuna lugha za kwetu. Tunaenda sawa sawa? Kuna watu ambao yani mazingira yanayomkataa ni kwamba hichi ni kitu ambacho nimekiona katika huduma tulizofanya mtumishi, kwamba yeye huwa anaumwa. Yeye nakupa ni shuhuda wa kweli kabisa kwamba yeye mume wake yuko Dar es Salaam, yeye yuko hapa Dodoma kikazi. Tunaenda sawa sawa? Siku akirudi kumsalimia mume wake Dar es Salaam ndio siku anaumwa. Tuko pamoja hapo, watu wa Mungu? Tuko pamoja? Lakini hawa ni watu ambao wameoana miaka yote kadhaa.
Lakini siku akifunga safari kwamba naenda kumsalimia mume wangu Dar es Salaam, ndio siku ataumwa. Lakini huu ugonjwa umeanza kutokea lini? Kwa sababu kazi alianzia kupata Dar es Salaam. Wamekaa miaka kadha wa kadha. Baadaye wizara zilipohamishiwa hapa, naenda akahamishiwa hapa Dodoma. Tunaenda sawa sawa. Kwa hiyo si swala la kwamba Dar es Salaam ilikuwa haimpendi. Ndoa walifunga Dar es Salaam. Wamekaa miaka zaidi ya 5 Dar es Salaam. Amepata uhamisho tu wa kikazi kuja Dodoma. Sasa hivi kwa nini kila nikirudi Dar es Salaam unauma? Lazima ujiulize swali la msingi mahali. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka tusome mstari huu wa Mambo ya Walawi. Mambo ya Walawi ni mstari mmoja mzuri sana. Mambo ya Walawi sura ya 18. Mambo ya Walawi sura ya 18. Nitakusomea mistari michache. Mambo ya Walawi sura ya 18 mstari wa 27 mpaka 29. Mambo ya Walawi sura ya 18 mstari wa 27 mpaka 29. Mambo ya Walawi sura ya 18 mstari wa 27 mpaka 29. Maandiko yanasema hivi: kwa kuwa hao watu wa nchi wamefanya machukizo haya yote, hao waliowatangulia mbele zenu, kwa hiyo nchi imekuwa najisi, ili kwamba nchi hiyo isiwatapike, na ninyi pia hapo mtakapoitia unajisi kama ilivyotapika hiyo taifa iliyotangulia mbele yenu. Naomba unisikize nikupe tafsiri ya kitu kilichoandikwa hapa. Hapa kulikuwa na wazawa. Tunaenda sawa sawa. Naomba mnisikize kwa makini sana, kuna ufunuo mkubwa utawasaidia sana watu mnaokaa hasa Dodoma. Kulikuwa na wazawa ambao wamekaa katika nchi hii. Tunaenda sawa sawa. Walikuwa wamekaa katika hilo eneo ambalo wanalimiliki. Tuko pamoja. Lakini wakalinajisi kwa kufanya vitu viovu na kufanya dhambi nyingi sana. Tunaenda sawa sawa. Sasa kwa sababu walifanya dhambi nyingi sana, watoto wao wakazaliwa bila wao hata kujua. Tunaenda sawa sawa. Wakajikuta wanachukuliwa mateka. Ile ardhi haitaki kukaa na wenyeji. Tuko pamoja. Ile ardhi ambayo ndo ya wenyeji haitaki wenyeji wafanikiwe mahali hapo, kwa sababu wazazi wao na ndugu zao walifanya dhambi nyingi katika hiyo ardhi. Tunaenda sawa sawa. Wanapokuja wageni wanaweza wakafanikiwa katika hilo eneo, wanaweza wakafanya maendeleo katika hilo eneo, lakini wenyeji hawawezi kupiga hatua. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa nataka nikuuliza, haya ni mazingira. Kwa jinsi ya kawaida wao wangejiuliza, wangekuwa wamekaa wanajiuliza, mbona watu wengine wakija wanafanikiwa alafu sisi tu ndo hatufanikiwi? Kumbe ile ardhi ya mahali pale, nchi ya mahali pale, kwa sababu ya dhambi ambazo walifanya wazazi wao, imeamua kuwatapika wasikae katika nchi hiyo. Sasa hapa Mungu akawa anawaonya hata hao wanaoenda, anasema kabla ya ninyi kwenda katika hiyo nchi, kuna watu walikuwepo mahali hapo, walifanya dhambi nyingi sana, walifanya na maovu mengi sana, kwa hiyo nikawatapika, sikuwapa kumiliki hiyo nchi. Kwa ninyi wageni mnaokuja katika hiyo nchi, na ninyi mkifanya dhambi nyingi sana katika hiyo nchi, na ninyi mtatapikwa, hamtoweza kumiliki hiyo nchi. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu ambao, tunaenda sawa sawa, kuna watu ambao wametoka mikoani, si ndio, wako hapa Dodoma, lakini hata wafanyiji hata wapate hela kiasi gani, sio kwamba wanashindwa, hawawezi kununua kiwanja nyumbani kwao. Tunaenda sawa sawa. Ni kesi nimekutana nazo kabisa. Yaani unaweza ukapata hela ukanunua kiwanja uhamishoni. Tunaenda sawa sawa. Ukanunua kiwanja uhamishoni kabisa. Umeenda kikazi huko, umeenda nini, lakini kule nyumbani kwenu ambapo unaishi hauwezi. Kristo asifiwe. Kuna mchungaji mmoja, ni mchungaji kabisa, alikuwa ananipa story ya, ananiambia ni ameokoka, lakini anaona kuna vitu bado anaendelea. Unajua kuokoka na kufunguliwa ni hatua kwa hatua. Mimi na watu wa Mungu, unaweza ukaokoka, lakini tunaendelea kufunguliwa kadri tunavyozidi kukua katika Kristo. Kwa akawa ananieleza wazi kabisa kwamba anamwona Mungu anamtumia, anaweza akafanya kazi ya Mungu vizuri, kanisa lake likapiga hatua kubwa, lakini anashangaa hana uhuru. Akirudi nyumbani hana ule uhuru, anajisikia kuwa kama mganga wa kienyeji. Ni mchungaji,
Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Swali la kujiuliza ni kwa nini mpaka akirudi nyumbani ile hali ya kuwa mganga wa kienyeji inarudi? Akirudi nyumbani kule alikozaliwa, amina watu wa Mungu. Lakini akiwa huko mjini ile hali haipo. Ni mpaka arudi pale nyumbani alipozaliwa. Maana yake yale mazingira kuna namna yamenajisiwa na hawezi kufanya kitu na yanamkataa. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu ambao mnaweza mkao mpo hapa mjini, mnapambana hata kujengea wazazi wenu nyumba. Kwa hiyo dherisi ya wewe uko mjini hapa, umepambana, umepata fedha kidogo, unasema ngoja nijenge kule nyumbani. Sasa bila kujua ile ardhi, tutapata nafasi tutaiangalia ardhi siku nyingine vizuri. Ile ardhi inaweza ikawa na kifungo cha kuwakataa watu kuendelea. Amina watu wa Mungu. Wote si wa Tanzania. Kuna vijiji hauruhusiwi kuweka bati au uongo jamani watumishi. Wewe umekuja huku mjini, mambo yako vizuri, unasema ngoja nimpigie bati mzazi wangu. Penda sawa sawa. Wakati umeanza bati tu, unashangaa vita inakuwa kubwa sana. Halafu baadaye mamako mzazi au ndio anasema, "Kwa nini utuwekee bati, achana nalo tu?" Sasa wewe huko mjini huelewi ni why, kwa nini anakueleza kitu cha namna hiyo? Ni kwa sababu lile eneo linakataa maendeleo. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Mfano wa pili ambao nataka tuangalie hapa, mfano wa pili katika mazingira ni Wafalme wa Pili. Wafalme wa Pili, tuangalie Wafalme wa Pili. Ni mfano ambao utakusaidia. Wafalme wa Pili sura ya 17. Wafalme wa Pili sura ya 17. Wafalme wa Pili sura ya 17 ni mstari ambao tulikuwa tukisikia mara kwa mara, mstari wa 25 mpaka wa 26. Wafalme wa Pili sura ya 17 mstari wa 25 mpaka wa 26. Naomba tusikize mstari wa Wafalme wa Pili sura ya 17 mstari wa 25 mpaka wa 26. Maandiko yanasema hivi: basi ikawa wakati ule walipoanza kukaa huko hawakumcha Bwana. Kwa hiyo Bwana akawapeleka simba kati yao, nao wakawaua baadhi yao. Kwa hiyo wakamwambia mfalme wa Ashuru, wakasema, wale wa taifa uliowahamisha na kuwaweka katika miji ya Samaria hawaijui kawaida ya Mungu wa nchi. Kwa hiyo wamepeleka simba kati yao, na tazama wanaua, kwa sababu hawaijui kawaida ya Mungu wa nchi. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Naomba nikutafsirie kitu kilichopo mahali hapa. Hawa ni watu walienda utumwani, wakachukuliwa wakaweka mahali kama hicho ninachokuambia. Kuna ardhi iko mahali, watu hawajui kawaida ya hiyo ardhi. Tunaenda sawa sawa? Wakachukuliwa wakawekwa mahali hapo. Baada ya kuwekwa mahali hapo, ghafla wakaanza kuona wanyama kutoka mwituni wanatembelea katika majumba yao. Ghafla simba wanakuja kwa wingi sana. Tunaenda sawa sawa? Wanakuja wanawashambulia sana wale watu, wanawaua. Sasa kwa lugha ya sasa hivi tungesema labda unajua wananchi wamevamia makazi ya msitu, si ndio? Tungesema kitu cha namna hiyo. Hiyo ni lugha ya upande, lakini sisi tunafahamu kwamba wanyama wa mwituni wanapoanza kuvamia sana makazi ya binadamu, tujaribu kuangalia tatizo liko wapi. Wakaenda wakamwambia mfalme, kuna kawaida ya kuishi katika hili eneo. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Hatuishi kawaida tu kama watu wengine. Kuna kawaida ya jinsi ya kuishi katika hili eneo. Tafuta kuhani. Ukisoma kwa mbele anasema katafute kuhani aliyetoka Israeli, atakuja kukuambia jinsi ya kuishi katika hili eneo. Ukisoma mbeleni, wakaenda wakatafuta kuhani, wakaja wakawafundisha jinsi ya kuishi katika hilo eneo. Angalia kitu alichowafundisha. Aliwafundisha kuishi maisha matakatifu, kumtolea Mungu sadaka. Kitu cha namna hiyo, wale simba wakaondoka. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Najua hapa vijana wako wengi wao wanapambana. Unajua siku hizi kilimo ni uti wa mgongo, si ndio? Unanyanyuka unaenda unachukua shamba huko, si ndio? Unalima vizuri kabisa, unachukua eka zako 5, unalima vizuri kabisa. Si unapambana maisha bwana ili utoke, lakini haujui kawaida ya lile eneo. Sasa baada ya muda utakachokuja kushangaa, wenzako wote wanaweza wakatokea viwavi jeshi, wanaweza wakatokea sijui wadudu gani, wanaweza wakatokea aina fulani ya changamoto inaweza ikatokea katika hilo eneo.
Na hilo changamoto ikashambulia shamba lako tu. Mashamba ya wengine hayashambuliwi. Biblia inatuonyesha wazi kabisa ujue kwamba hujajua kawaida ya Mungu aliyeko mahali hapo. Sasa tukipata nafasi tutaziangalia zote jinsi gani ambavyo unaweza ukatoka. Sasa pointi nyingine ambayo ni jinsi Mungu anaweza vitu ambavyo mifano ya kibiblia ambayo ya watu wanavyoweza kukataliwa, andika Mungu pia anaweza kukataa watu. Nilikuwa nimekupa mifano hiyo ya kwamba mazingira yanaweza yakamkataa mtu, lakini hii sasa nataka Mungu anaweza kataa watu. Nataka uangalie watu. Mungu anaweza kataa watu. Hii nitakusomea tu mstari wake ni mmoja. Mungu pia anaweza kataa watu. Kabisa Mungu anaweza kataa mtu. Na maandiko yako wazi kabisa. Kusoma katika ile Samueli wa kwanza sura ile ya 16. 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 Maandiko yanasema hivi: Bwana akamwambia Samueli, hata lini utamlilia Sauli ikiwa mimi nimemkataa asiwamiliki Israeli? Huyu ni Mungu jamani. Tunaenda sawa sawa? Mungu pia naye anaweza kukataa watu. Ndio maana kama taifa, hasa katika kipindi hichi, ni vizuri sana kumwomba Mungu. Amina, watu wa Mungu. Kumwomba Mungu. Mnapokuwa na uchaguzi kanisani, ombeeni Mungu wale ambao wamewakubali. Hapo ukisoma hii sura nzima utaona kabisa Mungu alikataa watu wengi. Alimkataa Sauli, akasema kabisa kwa kweli mimi yule nimemkataa. Baadaye akamwambia Samuel, katafute mtu mwingine umchague awe mfalme. Samueli ameenda akaona huyu mtu ana sura nzuri, ana umbo zuri, awe mfalme. Mungu anambia hapana, siangalii kitu cha namna hiyo, simtaki naye. Ni Mungu jamani. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Ni Mungu, sio mtu mwingine jamani. Ni Mungu huyu tunayemwabudu. Kwamba kuna kipindi anaweza kukataa watu. Nitakuja kuonyesha hapo sababu zinazoweza kusababisha kataa, lakini kuna vitu ambavyo anaweza kuvikataa kwa watu kabisa. Anaweza akakataa. Lakini pia watu, aina nyingine ambayo tunaona kwenye Biblia, watu pia wanaweza kumkataa Mungu. Watu pia wanaweza kumkataa Mungu. Samueli wa kwanza sura ya 8, tumalizie hizo chache. Samueli wa kwanza sura ya 8 mstari wa 7. Samueli wa kwanza sura ya 8 mstari wa 7. Samueli wa kwanza sura ya 8 mstari wa 7. Samueli wa kwanza sura ya 8 mstari wa 7. Hawa watu walimkataa Mungu kabisa. Maandiko yanasema hivi: Bwana akamwambia Samueli, isikilize sauti ya watu hawa katika kila neno watakalokuambia, kwa maana hawakukataa wewe, bali wamenikataa mimi, ili nisiwe mfalme juu yao. Kama waombaji hasa huu mstari tunapokuwa katika maombi, ni vizuri sana kuomba kwa kumtazama Mungu. Ukisoma hii sura ya 8 yote, ni story ambayo watu walifika mahali wakasema, Bwana, tumechoka maisha ya kuongozwa na Mungu. Amina, watu wa Mungu. Tulitamani tupate mfalme. Unajua kwa nini tunateua kiongozi? Kwenye masomo ya kiongozi huwa wanasema tunateua kiongozi ili tupate mtu wa kumlaumu. Tunaenda sawa sawa Yaani ukishagundua tumekuteua kiongozi, ndio maana Biblia inakwambia jitahidi usiwe mtu wa kulaumiwa. Maana yake unatakiwa ujitahidi. Sio utakwepa, unatakiwa ujitahidi kweli usiwe mtu wa kulaumiwa. Lakini lengo kubwa ni kwamba tunateua kiongozi ili tupate mtu wa kumlaumu. Tunaenda sawa sawa. Tunateua kiongozi wa vyombo ili vyombo vikiharibika tupate sijasema wewe kaka. Amina. Lakini tunateua kwa ajili ya kufanyeje? Wa kumlaumu. Kwa hiyo tunateua kiongozi wa kwaya ili kwaya siku mjeimbaji Jumapili tupate wa kumlaumu. Sasa hawa wakaona sasa kumlaumu Mungu. Ulikuwa ukimlaumu Mungu mara kesho hauamki. Tunaenda sawa sawa. Ukimlaumu Mungu mara kesho familia yako haipo. Tukasema tunataka mfalme tunayemwona. Tunaenda sawa sawa. Tunataka mfalme kabisa tunayemwona, maana huyu Mungu yuko mbinguni. Lakini sisi tunataka kiongozi ambaye tunamuona kabisa. Samueli akajaribu kuwatetea, akasema jamani, huyu Mungu ndio ametutoa Israeli, ametutoa kule Misri, ametufikisha hapa. Kwa nini tuteue mfalme? Kamtetea Mungu. Lakini mwisho wa siku Mungu akawaambia hivi, hawa hawaje kukataa wewe Samueli, wamenikataa mimi nisiwe mfalme. Kwa katika maisha kuna kipindi ambacho watu wanaweza wakamkataa Mungu.
Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia watu wanaweza kumkataa shetani pia. Unaweza kuongezea hapo hapo. Unaweza kumkataa shetani. Kama unaweza kumkataa Mungu, maana yake pia unaweza kufanyaje? Ukamkataa shetani. Ukisoma katika kile kitabu cha Yakobo sura ya 4 mstari wa 7 inasema mpingeni shetani naye atawakimbia. Mpingeni shetani naye atawakimbia. Sasa kwa dakika hizi acha nimalizie hivi vitu vichache. Kesho tutaanza mapema zaidi ili tuweze kuangalia. Sasa haijalishi una vyanzo vingi vya kukataliwa, lakini pointi ya pili nataka nikuonyeshe hivi. Vyanzo vikuu vya kukataliwa ni vipi? Vyanzo vikuu vya kukataliwa. Hivyo tu nitakutajia, alafu tutaingia kwenye ratiba nyingine. Chanzo cha kwanza, tumeona kwamba Mungu anaweza akakataa mtu. Tunaenda sawa sawa? Mungu, nataka nikuwekee wazi katika Biblia, na hicho ndicho nitakachosisitiza sana nacho. Mungu pia anaweza akakataa watu. Na maandiko yako wazi kabisa. Kwa mfano, Ezekiel sura ya 18 mstari wa 20 inasema hivi, roho itendayo dhambi ndio itakayoangamia na kupotea. Tunaenda sawa sawa? Maana yake ukiwa mtenda dhambi, Mungu anaweza kukukataa. Tunaenda sawa sawa? Tuko pamoja hadi hapo? Lakini pia usipofuata maelekezo yake Mungu anayokupa mara kwa mara, Mungu pia anaweza kukukataa. Utaenda kusoma katika kile kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 15 mstari wa 10 mpaka wa 12. Samueli wa kwanza sura ya 15 mstari wa 10 mpaka wa 12. Usipokuwa mtendaji wa maelekezo ambayo Mungu anakupa, Mungu pia anaweza kukukataa. Ndugu zangu, nataka upanue fikra yako kwenye hili la maelekezo. Usiishi ukafikiri kuelekezwa ni kwamba nenda kahubiri sehemu fulani. Kuna saa Mungu anaweza akakukataa kwa sababu alikupa wazo la biashara na haukulifanya. Tutakapofika huko mbele nitakuonyesha kwamba kuna watu ambao wamekataliwa na Mungu kwa sababu Mungu aliwapa wazo fulani la biashara, wao wakalikataa. Aliwapa wazo fulani la kwenda kuongeza elimu fulani, wao wakalikataa lile wazo. Na kwa sababu wamekataa, Mungu naye akajiweka pembeni akawakataa. Sio kwamba hautaenda mbinguni, utaenda mbinguni, ila kuna vitu vingine vya kwenye maisha yako Mungu atakaa pembeni. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Vitu vingine katika maisha yako Mungu atakaa pembeni, lakini kwenda mbinguni utaenda. Lakini vitu vya msingi atakaa. Kwa nini? Ulikataa maelekezo ya Mungu ambayo Mungu alikupa. Lakini kitu kingine, hali ya moyo wako. Hali ya moyo wako inaweza ikasababisha Mungu akakukataa. Ukisoma katika kile kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa 7, hebu tusome huu mstari. Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa 7. Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa 7. Hali ya moyo wako inaweza ikasababisha Mungu akakukataa. Maandiko yanasema hivi, mstari wa 7. Samueli wa kwanza 16 mstari wa 7. Amina. Maandiko yanasema hivi, lakini Bwana akamwambia Samueli, usimtazame uso wake wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Bwana haangalii kama binadamu angaliavyo, maana wanadamu huitazama sura ya nje, bali Bwana hutazama moyo. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitu kinanishangazaga katika huu mstari, hasa inapofika kwenye maamuzi. Kwa mfano, nani nifanye naye biashara, nani nifanye naye aingie labda kwenye uongozi mahali fulani, nani labda tufanye naye kazi pamoja. Kwa jinsi ya kawaida kuna watu ambao wana muonekano. Hapa tungesema kuna mtu alikuwa ana muonekano wa kuwa kiongozi wa nchi. Tunaenda sawa sawa? Huyu alikuwa na muonekano kabisa, huyu anafaa kuwa kiongozi. Alikuwa na sura, alikuwa na kila kitu kizuri. Lakini Mungu akamkataa. Akasema pamoja na muonekano mzuri, ila moyo wake hauko sawa.
Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Na anaposema moyo wake hauko sawa, naomba upanue fikra zako. Naomba unisikize kwa makini. Hamaanishi kwamba ni mpenda dhambi tu pekee yake. Japokuwa ni pati moja wapo. Tunaenda sawa sawa. Inawezekana pia kwamba kuna saa ana dhambi za ficho, lakini pia saa zingine moyo wake utakapojaribiwa hauwezi kusimama na kitu cha Mungu. Kuna watu sio kwamba hawajaokoka vizuri. Naenda sawa sawa. Wameokoka vizuri sasa hivi na moyo wao uko vizuri, lakini Mungu akiangalia moyo wake, huu moyo huu ukipitishwa katika dhiki za uongozi, dhiki za majaribu mbalimbali, hauwezi kusimamia cha Mungu. Mungu anasema kwa kweli uko pamoja na mimi, lakini hapana, kwenye hii nafasi hauwezi. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Ni swali la wewe kujiuliza sasa. Ni swali lako la wewe kujiuliza, vitu vingine tutaendelea navyo kesho. Ni swali la wewe kujiuliza mara kwa mara. Kukataliwa kwako kunatokana na nini? Na Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Ushawahi kwenda mahali ukagombea uongozi ukashindwa? Tunaenda sawa sawa? Tuko sawa? Ulijua hiki ni cha Mungu au ni kura hazikutosha? Kwa sababu watu wengi wanakimbiaga tu ni kura hazikutosha. Je, ilikuwa ni Mungu anakuambia kwamba moyo wako bado hauko vizuri? Au ilikuwa ni kwa sababu kuna maelekezo ambayo umeyakosa? Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Wangapi ambao wamepewa maelekezo ya kufanya kitu fulani, na kwa sababu hawakuyatekeleza yale maelekezo, Mungu aendelee kuwapa maelekezo mengine? Nafahamu watu ambao Mungu alikuwa na miaka ya zamani anawaamsha usiku saa 6, saa 7, saa 8, amka ombea kitu fulani, amka ombea kitu fulani. Ikifika mwezi wa 5 anasema unajua kuna baridi sana. Tunaenda sawa sawa. Baada ya hapo unaona ile hali inakatika. Na inapokatika inakatika na madhara fulani. Sio kwamba hautaenda mbinguni. Mbinguni utaenda, ila kuna madhara ambayo utakutana nayo. Kanisa, tusimame basi kwa dakika chache.